hiyo jua lilikuwa kali katika shule ya upili ya Mtakuja. Kelvin, mwanafunzi wa kidato cha 5 aliyekuwa akisifika kwa akili ya hesabu, alikuwa amekaa chini ya mti wa mwembe akihangaika na swali gumu la advanced mathematics. Mara kivuli kilitua juu ya daftari lake. Alipoinua macho, alikutana na tabasamu la Neema, mwanafunzi mpya aliyejiunga na shule hiyo wiki moja iliyopita. Neema alikuwa na macho yenye mvuto na sauti ya upole iliyomfanya Kelvin asahau formula zote alizokuwa nazo kichwani. "Samahani, naweza kukaa hapa? Naona unajua hesabu sana, na mimi ndicho kitu kinachonichanganya kuliko vyote," Neema alisema huku akicheka kidogo. Kelvin alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi, akasogeza madaftari yake kumpisha. Hapo ndipo mbegu ya kwanza ya urafiki ilipooteshwa. Wiki 2 zilipita na urafiki wao ukaanza kukua na kuwa kitu cha zaidi. Walikuwa wakikutana maktaba kila jioni. Kelvin alijitolea kumfundisha Neema masomo ya sayansi, naye Neema akamsaidia Kelvin kwenye somo la Kiingereza na fasihi. Hata hivyo, walikuwa na makubaliano moja muhimu: masomo kwanza. "Kelvin, sitaki tuwe sababu ya mmoja wetu kufeli," Neema alimwambia siku moja wakiwa wanatoka darasani. Kelvin alikubali kwa kichwa, akijua fika kuwa mazingira ya shule ya bweni ni magumu na walimu walikuwa wakali dhidi ya mahusiano. Waliahidiana kuwa kielelezo cha wanafunzi bora shuleni, ili kusiwe na mtu wa kuatilia shaka wala kuwazuia kukutana kwa ajili ya kujisomea pamoja. Lakini siri ya wawili hao haikudumu sana. Mwalimu wa nidhamu, Bwana Juma, ambaye alikuwa maarufu kwa jina la Radi, alianza kuatilia shaka. Kila alipopita, aliwaona Kelvin na Neema wakiwa pamoja. Ingawa walikuwa na vitabu mbele yao, Bwana Juma aliamini kuwa hakuna urafiki wa dhati kati ya mvulana na msichana shuleni bila kuwa na mambo mengine. Siku moja wakati wa paredi ya asubuhi, Bwana Juma alitoa onyo kali kwa wanafunzi wote wanaopoteza muda kwenye mahusiano badala ya vitabu. Kelvin na Neema walitazamana kwa mbali, kila mmoja akihisi hofu moyoni mwake. Walijua kuwa kuanzia siku hiyo, kila hatua yao itakuwa ikichunguzwa kwa darubini ya mwalimu huyo mkali. Hofu ya kukamatwa iliwafanya waanze kutumia mbinu mpya za mawasiliano. Kelvin alianza kuandika barua ndogo na kuziweka ndani ya kitabu cha fizikia ambacho Neema alikuwa akikiazima mara kwa mara. Katika barua hizo, Kelvin hakuelezea tu hisia zake, bali pia alimpa Neema malengo ya kusoma kwa wiki nzima. "Mpendwa Neema, fanya mazoezi ya projectile motion ukurasa wa 50. Tukikutana kesho unieleze ulichoelewa. Nakupenda na nakuamini," ilisomeka barua moja. Mawasiliano haya ya siri yaliwaunganisha zaidi, lakini pia yaliongeza hatari. Siku moja, Neema alikuwa karibu kuangusha barua hiyo mbele ya mwalimu wa zamu, jambo lililomfanya azimie kwa hofu kwa muda mfupi kabla ya kuokota karatasi hiyo kwa ujanja. Mtihani wa mwisho wa muhula wa kwanza ulifika. Hii ilikuwa nafasi ya Kelvin na Neema kuthibitisha kuwa mahusiano yao hayakuwa kikwazo. Kelvin alikesha akisoma, huku akimkumbuka Neema kila alipojisikia kuchoka. Kwa upande mwingine, Neema alijituma kwa bidii ili asimwangushe Kelvin. Siku ya matokeo ilipofika, shule nzima ilipigwa na butwaa. Kelvin aliongoza kidato cha 5 kwa pointi za juu kabisa, na Neema alikuwa wa 3 kwa ujumla, akiwa amepanda kutoka nafasi ya 20 aliyokuwa nayo awali. Hata mwalimu Juma alikosa la kusema. Hata hivyo, mafanikio haya yalileta chuki kutoka kwa baadhi ya wanafunzi waliokuwa wakimvizia Neema, na hapo ndipo fitina zilipoanza kusukwa.